lakini utuokoe maovuni. Amen. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amen. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amen. Kanuni ya imani. Nasadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia, na kwa Yesu Kristo mwanao pekee Bwana wetu, aliyetumwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria, akateswa zamani za Poncio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashukia kuzimu, siku ya tatu akafuka katika wafu, akapaa mbinguni, amekaa kuume kwa Mungu Baba Mwenyezi. Toka huko atakuja kwa hukumu wazima na wafu. Nasadiki kwa Roho Mtakatifu, Kanisa Takatifu Katoliki, ushirika wa watakatifu, maondoleo ya dhambi, ufufuko wa miili na uzima wa milele. Amina. Amri za Mungu. Mimi ndimi Bwana Mungu wako, usiabudu miungu mingine. Ya pili, usitaje jina la Mungu wako. Ya tatu, shika kitakatifu siku ya Mungu. Ya nne, kuheshimu baba na mama, upate miaka mingi na heri duniani. Ya tano, usiue. Ya sita, usizini. Ya saba, usiibe. Ya nane, usiseme uongo. Ya tisa, usitamani mwanamke asiye mke wako. Ya kumi, usitamani mali ya mtu mwingine. Sala kwa malaika mlinzi. Malaika mlinzi wangu, nilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Kristo wapenzi, hamjambo? Mmeamka vizuri? Ingawa ni baridi leo Basi leo tuna kumbukumbu ya watakatifu Timotheo na Tito. Hao walikuwa wafuasi ya mtakatifu Paulo. Hawa ni kama maskofu ya kwanza, watu wenye imani kubwa sana. Kwa hivyo tunafurahi kusema hata sisi tunataka kufuata nyayo ya hawa wazee wetu ya zamani katika imani. Tutakuombe Timotheo na Tito watusaidie sisi tuwe na imani imara. Basi tuanze misa yetu kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Amani iwe nanyi na iwe rohoni mwako. Ndugu zangu, tujute dhambi zetu, tupate kujiweka tayari kutoa sadaka takatifu kwa moyo safi. Na mungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno na kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa sana. Ndiyo maana namwomba Maria mwenye heri, bikira daima, malaika na watakatifu wote, naye ndugu zangu, niombeni. Mungu Mwenyezi atuhurumie,
tusamehe dhambi zetu, tufikishe kwenye uzima wa milele. Bwana uturumie. Kristo uturumie. Bwana uturumie. Tuombe. Mungu, uliwapamba watakatifu Timotheo na Tito kwa fadhila za kitume, utujalie kwa maombezi ya hao wawili tuishi kwa uadilifu na kwa uchaji hapa duniani, ili tuweze kustahili kufikia katika makao ya mbinguni. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Amen. Somo katika kitabu cha pili cha Samueli. Wakati ule makabila yote ya Israeli yalimwendea Daudi huko Hebroni na kusema, tazama, sisi hapa ni mfupa wako na nyama yako. Hapo zamani Sauli alipokuwa mfalme wetu, wewe uliwaongoza Waisraeli kuingia na kutoka vitani. Na Bwana akakuambia, wewe utawalisha watu wangu Israeli, nawe utakuwa mkuu juu ya Israeli. Basi wazee wote wa Israeli wakamwendea mfalme huko Hebroni, naye mfalme Daudi akafanya nao mapatano huko Hebroni mbele ya Bwana. Wakampaka mafuta awe mfalme wa Israeli. Daudi alikuwa na miaka 30 alipoanza kutawala, na alitawala kwa miaka 40, yani miaka 7 ya miezi 6 huko Hebroni juu ya Yuda. Na kule Yerusalemu alitawala miaka 33 juu ya Israeli yote na Yuda. Kisha mfalme na watu wake wakaelekea Yerusalemu ili kupigana na Wayebusi waliokalia nchi ile. Daudi akawaambia na wenyeji hao, huwezi kuingia humu, vipofu na viwete watakufukuza. Ikiwa ni dinu yao ya kumwambia Daudi kuwa hawezi kuingia humo. Lakini Daudi alipiga ngome ya Sioni akaitoa, ukawa ndio mji wa Daudi. Daudi akazidi kuimarika na kustahi, kwa maana Bwana wa majeshi alikuwa pamoja naye. Neno la Bwana. Zaburi ya kuitikizana. Uaminifu wangu na fadhili zangu zitakuwa naye. Uaminifu wangu na fadhili zangu zitakuwa naye. Awali aliwaambia waaminifu wako katika maono, ukasema, nimempa aliye hodari msaada, nimemfukuza kijana kutoka miongoni mwa watu. Uaminifu wangu na fadhili zangu zitakuwa naye. Uaminifu
nimemchagua Daudi mtumishi wangu, nimempaka mafuta yangu matakatifu. Mkono wangu utakuwa tegemeo lake, mkono wangu utamtia nguvu. Kitikio: uaminifu wangu na fadhili zangu zitakuwa naye, na kwa jina langu pembe yake itatukuka. Nitanyosha mkono wake juu ya bahari, na mkono wake wa kulia juu ya mito. Uaminifu wangu na fadhili zangu zitakuwa naye. Shangilio. Mwokozi wetu Kristo Yesu ameyashinda mauti na akaleta uzima wa milele kwa njia ya Injili. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Marko. Wakati ule waandishi waliokuja kutoka Yerusalemu walisema, amepagawa na Beelzebuli, kwa kuwa msaada wa mkuu wa pepo wabaya kuwatoa pepo wabaya. Yesu akawaita na kuanza kuambia kwa mifano, je, awezaje shetani kumtoa shetani? Ufalme wawezaje kusimama ukiwa umegawanyika wenyewe? Kadhalika nyumba ikiwa imegawanyika yenyewe, nyumba hiyo haiwezi kusimama. Na kama shetani alijipinga mwenyewe na kugawanyika, hawezi kusimama, bali amefika mwishoni. Hakuna awezaje kuingia katika nyumba ya mwenye nguvu na kupokonya vitu vyake, isipokuwa amemfunga kwanza yule mwenye nguvu. Hapo tu aweza kupokonya vitu nyumbani mwake. Amin, nawaambieni, wanadamu huondolewa dhambi zote na kufuru zao, lakini mtu anayemkufuru Roho Mtakatifu hana maondoleo hata milele, bali astahili hukumu wa milele. Alisema hayo kwa sababu walisema ana pepo mchafu. Injili ya Bwana Yesu. Basi tuliona katika somo la kwanza, watu wa Israeli walichagua Daudi kuwa mfalme wao, na walipaka mafuta juu ya kichwa yake, akawa mfalme huko Hebron.
akatawala miaka 40. Tunaona katika siasa yetu hapa duniani, mara nyingine mkubwa fulani hapendwa na watu. Hapana, mimi nitakuwa mkubwa, mpende msipende, mimi ndiye mfalme, mimi ndiye president. Kikataa, askari pigeni hawa. Lakini sasa huyu sasa alichaguliwa na watu, na Mungu na watu pia. Na kutoka ukoo ya Daudi tunajua Yesu pia amekuwa mfalme wetu kutoka ukoo wa Daudi. Na sasa akafanya kazi ya Mungu, na Mungu alikuwa pamoja naye. Ingawa yeye alikuwa sio mtakatifu sana. Tunajua hata yeye alifanya makosa, sio? Hata yeye alifanya dhambi, lakini ametubu. Hata mkubwa akifanya makosa aseme sorry, nimefanya dhambi, Mungu nihurumie. No, mimi ni mkubwa. Habari ya Injili. Juzi tumesikia Yesu jamaa yake walikuja kuchukua Yesu, kuja. Kwa sababu nafikiri huyo Yesu kichwa yake sio mzuri. Nafikiri Yesu amekuwa mjinga, sawa, anafanya kazi sana. Anaponya wagonjwa, anafukuza pepo, hata hana nafasi ya kula chakula. Kwa hivyo hata watu wake, jamaa yake wanasema, Yesu, kuja, achana hiyo kazi, kuja nyumbani. Nafikiri kichwa yako sio mzuri. Kichwa yako sio mzuri. Na leo walisema pia huyu yuko na shetani. Anafukuza shetani kwa sababu yeye ni shetani. Yesu anasema, acheni uongo yenu. Je, shetani anaweza kufukuza shetani? Sasa katika nyumba moja kama wanagawanyika, hawezi kusimama, hiyo nyumba itaanguka. Mimi nimekuja hapa kwa nguvu ya Mungu. Niko na nguvu kuliko shetani. Alafu mwishowe anasema kitu ambacho kinastusha sisi sana. Anasema dhambi zote ya wanadamu zinaweza kusamehewa. Dhambi zote, Mungu anasamehe dhambi zote. Isipokuwa dhambi moja tu. Dhambi moja tu hawezi kusamehewa. Kufuru Roho Mtakatifu. Kukataa Roho Mtakatifu. Maana yake nini? Hiyo ni dhambi ya Mafarisayo. Dhambi ya kujifanya mimi sina makosa. Mimi ni sawa. Mimi ni mzuri. Sitaki kubadilisha. Badilisha kitu gani? Mimi I'm okay. Mimi ni sawa tu. Yaani sasa kitu pride, majivuno. Sasa kama ni majivuno, wewe ni kama tuseme wakati ya mvua. Unaweka umbrella, sivyo? Sasa mvua haiwezi kugusa wewe. Inaingia kwa shamba, kwa barabara, Lakini sasa wewe unapata mvua kwa sababu wewe unazuia mvua. Na kama sasa kwa shamba kwa mfano, wewe unaweka ile nini leso ya plastic, sio? Mvua haiwezi kuingia hapa. Hapa karibu inaingia, inafanya mimea vizuri sana, lakini hapa ama iko mabati. Mabati inazuia mvua. Kwa hiyo hata kinyesha namna gani haiwezi kuingia hapa ndani. Ni mtu ambaye anajifunga ndani, asema mimi ni mzuri. Mimi sina haja ya kubadilisha. Hawa ndio mbaya, lakini sio mimi. Kama wewe unakosa unyenyekevu, hata Mungu hawezi kuingia ndani. Unakataza Mungu nafasi ya kuingia kwa roho yako. Unakataa kutubu. Mimi ni sawa tu, mimi sio mbaya. Mimi si mbaya, mimi sawa tu. Wanafunga mlango, wanafunga dirisha. Hata Mungu hawezi kuingia ndani. Unaweza kukataza neno la Mungu.
Kama Farisayo hawa. Sema wewe kuna shetani, kwenda wewe kuna shetani. Sasa kwa hawa hakuna maondoleo ya dhambi, hakuna ufufuko, hakuna nini, hakuna msamaha. They are proud. Mimi. Lakini sasa tunaona sisi wa Kristo lazima tuwe na unyenyekevu na kupatie Mungu nafasi kukubali makosa yetu, kutubu. Jana tumesikia katika Injili Yesu alihubiri, tubuni, ufalme wa Mungu umefika, tubuni. Yani geuza mwenendo wako, ukubali wewe sio mzuri, sio mtakatifu, una makosa fulani, kurekebisha kwa nguvu ya Mungu, unyenyekevu. Hata hiyo Daudi mfalme leo amepata mafuta. Siku moja aliiba bibi ya mtu mwingine na ameua bwana yake. Ameua yule mzee kwa kunyang'anya yeye bibi. Hii ni dhambi kubwa bwana. Inaitwa adultery, kuzini na kuua. Lakini baadaye nabii amekuja asema, "We, mfalme, ndio nimefanya makosa. I'm sorry." Akalia machozi. Kama ingekuwa na maringo ingesema, "We, nabii, toka kwenda, hii ni kazi yangu, wewe ni nani?" Naambia mimi mfalme maneno hayo. Lakini amekubali nimefanya makosa. Na ametubu, amerarua nguo. Na huyo mtoto amezaa, huyo mwanamke amekufa. Sasa unyenyekevu. Usio kufuru Roho Mtakatifu, sema mimi sina haja. Basi tuombe hata sisi tuwe na hiyo unyenyekevu. Tukiomba sasa watakatifu ya leo, Timotheo na Tito, watusaidie katika kazi ya Mungu. Hata sisi tumepakwa mafuta siku ya ubatizo, kipa imara. Tumekuwa hata sisi mitume wa Yesu. Tunatoa maisha yetu ushuhuda ya Yesu. Tunatoa harufu mzuri ya Yesu. Tumsifu Yesu Kristo. Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi.
Bwana, tunakuomba uvipokee vipaji vya taifa lako tunavyokutolea katika sikukuu ya watakatifu wako Timotheo na Tito. Uwe radhi tukupokea na sisi hali tukiwa na moyo mnyofu kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki, tendo la kufaa na kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Wewe kwa njia ya ushuhuda wa ajabu ya watakatifu wako unalistawisha daima kanisa kwa kulipatia nguvu mpya, na unatujalia sisi ishara ya hakika ya upendo wako. Lakini pia sisi twahimizwa na mifano yao bora na kusaidiwa siku zote na maombezi yao matakatifu hadi mafumbo ya wokovu yatimizwe. Kwa hiyo Bwana, sisi pamoja na malaika na watakatifu wote tunakusifu tukisema kwa shangwe: Mtakatifu, 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 Bwana Mungu wa majeshi, mbingu na dunia zimejaa utukufu wako. Hosana juu mbinguni. Barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni. Bwana, kweli mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, tunakuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitwaa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndiyo mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na kukushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na tutangaze fumbo la imani. Bwana, tunatangaza kifo chako na kutukuza ufufuo wako mpaka utakapokuja. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa nyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani, ulikamilishe katika mapendo, pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo na askofu wetu Joya Hieronymus na waklero wote. Pia wakumbuke ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba tuhurumie sisi sote pia,
ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri, mama wa Mungu, Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, mitume wenye heri, watakatifu Timotheo na Tito na watakatifu wote walikupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Amen. Na sasa tusali kwa imani ile sala iliyotufundisha Bwana wetu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie kwa wema wako amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada ya huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani na wachieni, amani yangu na wapa, usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, na yaisha kutawala milele na milele. Amen. Amani ya Bwana iwe daima nanyi, na tupeane amani. Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Bwana, sistahili Bwana, lakini sema neno tu, na wala utaokoka. Hivyo Kristo tulipe tupate uzima wa milele. Thank you.
nendeni duniani kote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe, asema Bwana. Mimi niko pamoja nanyi siku zote. Tuombe. Bwana Mungu wetu, sakramenti tulioipokea isitawishe imani yetu iliyotokana na mafundisho ya mitume, imani ambayo watakatifu Timotheo na Tito walilinda kwa makini, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Bwana awe nanyi. Mwenyezi Mungu awabariki, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Twendeni na amani na siku njema.